Sasa ndio wale walotumia vipodozi vya zamani kwa sasa hivi wana muonekano mwingine kabisa, wekundu. Ndio wenye mabaka weusi. Angalia wa mama wa zamani wale wa enzi na enzi wale makonki yale ya zamani yale. Wanaita nini makontawa wale wa zamani. Angalia sura zao. Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV na 96 Linki, karibu sana kwenye exclusive interview. Mimi naitwa Victor Madaha, karibu sana kwenye mahojiano mengine tena na mama yangu Mama Love Kungwi. Kama kawaida anachukua hizi video anaitwa Riziki bwana. So kaenda kumcheki pale Instagram, anatumia kama Riziki bwana. Mimi naitwa Victor Madaha, unaweza kanicheki pia Instagram natumia kama hivyo Victor Madaha. Lakini pia mama yangu Mama Love Kungwi, ukiingia kwenye ukurasa wake wa Instagram na Facebook na kwingine kote TikTok anatumia kama hivyo Mama Love Kungwi. Mama, kwema lakini? Alhamdulillah. Mambo anasemaje? Namshukuru Allah kwa kweli, ukiamka uko salama unasema alhamdulillah. Kabisa. Nikupongeze mama yangu, umeendelea kuwa vile ambavyo siku zote tunakuona, haubadiliki, hauzeeki. Siri nini mamangu? Kwa kweli katika mambo ya kuzeeka nishazeeka kwa sababu mwenyewe ndani ya viungo najiona. Unajua ukisema kuwa ushafika age kubwa alafu useme mimi bado sijazeeka, utakuwa unajidanganya mwenyewe. Kwa sababu ukishafika umri fulani lazima viungo, utasikia leo mguu unauma, magoti, kichwa, mgongo, yani vitu vingi kusema kweli. Lakini ukiamka unasema alhamdulillah. Ukipewa maradhi pia ni neema, Mwenyezi Mungu amekukumbuka, sisi tunasema. Maana bila kuumwa kama Mungu anakuwa hakukumbuki, kwa sababu kama hukumbuki na kuumwa basi hata kifo huwezi kukikumbuka. Kwa sababu uhai mtamu, uhai na afya tamu sana. Vinakusahaulisha wewe kama utakufa. Kama ukiwa mzima moja kwa moja, watu wengi, sio wengi sana ambao wanakumbuka wakiwa wazima kama kuna kifo. Lakini akiumwa mtu tasikia mimi nakufa jamani, Mungu nisaidie. Ndio hapo Mungu nisaidie nyingi zinakuwa sana. Mashena mapadri basi muombe. Utasikia naomba dua zenu. Tunakumbuka Mungu hapo. Lakini mamangu, naona nianze na hili kwanza. Unajua nimekuuliza ile swali kwa nini wewe haubadiliki sana. Siku hizi umekuwa na hiyo trend hasa hivi. Wanawake wengi unakuta watu wamekuwa kichukua picha, kwa mfano anachukua labda picha ya msanii fulani ya zamani na ya sasa hivi bila makeup na baada ya kuweka labda filter na vitu kama hivyo. Hii kwa nini imekuwa sasa hivi inakuwa ni trend kubwa sana? Mfano niliona pia binti yako mzuri Nifa, nilimwona pia Wema Sepetu, wengine mara Zuchu, wengine si mara fulani. Yaani hiyo imekuwa kiwatumia sana dada zetu. Kwa nini hii trend siku hizi imekuwa inatumika sana? Kwa kweli kwanza nisemee kuhusu kwenye mitandao ni kitu chengine tofauti na mtu ukimuona kawaida hivyo. Hata mimi filter huwa natumia. Niseme ukweli tu, sitaki kuwa muongo. Natumia filter pale inapobidi, kama nikijiona hapa nataka video yangu iwe nzuri zaidi, natumia filter naiweka. Lakini kiuhalisia filter zimekuja baada, hazikuwepo kwanza. Huko nyuma hazikuwepo filter. Kwa hiyo zilivyokuja filter zimerahisisha kama watu wapate muonekano mzuri. Lakini wadada wengi wanazitumia wakijisahau kuwa wao uhalisia wao uko wapi. Filter zinawalemaza. Kwa hiyo wanajiona zile filter kama ndio wako nazo yani. Ndio wao yani, ndio wao. Kumbe wanasahau baada ya filter wewe mwingine. Na wengi wao wanaishi kwenye vipodozi. Yani unakuta mtu anaweka budget kabisa ya sijui nini, wash soap, sijui face wash, sijui nini clean, sijui yani vitu kibao. Asubuhi anaamka na sabuni, ana kipako alichokipaka, usiku analala nacho, ana serum, sijui ana nini. Yani sasa hivi maisha ya wadada wengi yamekuwa lazima awe na vipako. Sisi zamani sasa, sisi tulikuwa tunatumia mafuta nazi. Ndio ya nazi. Na hatukuwahi kubadilisha miili yetu, hatukuwahi kubadilisha pia ngozi zetu. Tulikuwa na hivyo. Japo kwa zamani vilikuwepo, nilikwambie. Kulikuwa na Cleartone, kulikuwa na Venus Cream, kulikuwa na sabuni zilikuwa zinaitwa Jaribu. Hiyo Jaribu hiyo. Ilikuwa sana. Walikuwa wanachanganya jiki, sabuni, sijui kitu gani chengine, yani mtu anatengeneza bomu fulani hivi. Na unawakuta sasa ndio wale walotumia vipodozi vya zamani kwa sasa hivi wana muonekano mwingine kabisa, wekundu. Ndio wenye mabaka weusi. Angalia wa mama wa zamani wale wa enzi na enzi wale
makonki yale ya zamani yale wanaita nini, makontawa wale wa zamani. Angalia sura zao, utakuta lazima tu kaungua fulani ndio walikuwa wakitumia vipako hivyo. Nisemee wale sasa hivi miaka 75, sio mimi 57, wale wa 70 wenye miaka 75 huko, unakuta baadhi waliotumia hivyo vitu wameharibika sana sura. Kwa sababu walitumia hivyo vitu vilikuwa sio sasa hivi vime upgrade. Zamani ilikuwa vile mtu tu anatengeneza sijui hizo sabuni nazokuambia Neko, kulikuwa na hiyo Jaribu, kulikuwa na ile nyingine Ambi. Mpaka wakaimbwa, mpaka wanaume walikuwa wanapaka, wale waimbaji hao ndio waliovileta hivyo vitu vibomu. Wazairwa ndio waloleta hivyo vitu, kwa sababu zamani vilikuwa vinatoka kwao, vilikuwa vinatoka Venus, nadhani ilikuwa inatengenezwa Mombasa hapo. Mombasa ilikuwa inatengenezwa zamani. Kwa hiyo ule uchubuaji wa zamani kubadilisha ngozi zao na wa sasa tofauti. Kwa hiyo na sasa na simu zimekaja na filter. Kwa hiyo mtu kipako kapaka na filter juu. Sasa hebu niambie, baada ya vile vitu akitoka sasa uhalisia, mwingine akiamka asubuhi huwezi kumtizama. Mpaka lazima apake poda na makeup lazima. Wanakuwa wamechoka sana sana sura zao. Ni nadhani ile kutumia vitu mapema sana. Mwingine bado ngozi ya ujanani. Na pia makeup hizi za kila siku zina haribu. Kwa sababu ndio sasa kuna mtu utakuta anapaka makeup kila siku. Akiamka asubuhi, mchana, usiku anayo. Na wengine nikwambieni wanalala na makeup. Acha. Wana style zao, wanaweka mto hivi ili akia Mungu makubwa. Wanawake wana mambo. Ndio maana sasa hivi hawataki wanaume, wanataka wafanye kazi wajihudumie. Lakini mama, unadhani sasa kwa mfano wale ambao walikuwa wakimsema Madam Wema Sepetu baada ya kushutiwa video ile bila filter na nini, wengine wakaanza kumsema, wengine wakasema jamani hili sio jambo zuri, wengine wakasema jamani ndio walisia wenyewe ile. Wewe ulivyoona kwanza ile video, nini ambacho ulikiona mamangu? Nimemuona Wema baada ya kuzaa ile picha baada ya kuzaa. Unajua mzazi kuna mawili na matatu. Kuna mzazi mwingine akishazaa anakuwa yuko vizuri sana. Mwingine akizaa ndo anakuwa kachoka, mwili wake umechoka. Anakuwa hivyo, yani anakuwa anasawijika. Sasa pale mpaka aanze kupata supu vizuri, ale vizuri, apumzike. Na Wema tusimlaumu na tusiseme kuwa kazeeka. Unajua mtoto hajapata muda mrefu. Sasa usikute usingizi halali vizuri. Pengine mtoto anamsumbua usiku. Unajua mtoto akiwa tumboni masumbufu yake yanakuwa madogo. Akishatoka duniani sasa ndo hapo. Na yeye hajawahi kuexperience hicho kitu. Atakiwa anyonyeshe, mara sijui akanawe maziwa, akakoge, na huku kuna simu za waja kumpigia kutwa kucha. Kwa hiyo mkimuona vile tena mnaanza kumnanga mtoto wa watu. Kusema kweli, tukubali kila mtu ana maumbile yake. Tukubaliane na hilo. Hakuna mtu ambaye mzuri kabisa kwenye dunia, wala hakuna mbaya kabisa kwenye dunia. Mnavomuona Wema ni binadamu kama binadamu wengine. Kwa hiyo kapata mtoto sasa hivi, mpumzisheni. Mpeni breki. Mnavomjaza maneno kila mara, mmemsema hivi, mmesema ana mtoto sasa hivi. Alikuwa hana mtoto, mlisema hana mtoto. Sasa hivi kapata, mara wakazusha mimba ya plastiki. Jamani, kuna mimba za plastiki kweli duniani? Mtihani wa dunia hii. Binadamu mwanangu hawajawahi kuridhika hata siku moja. Kwa hiyo wewe tenda la kwako unaliona wewe linakufaa basi, lakini kwa binadamu hawajawahi kuridhika na maneno wala na vitendo. Kwa hiyo Wema hata siwajali, awaache tu kama walivyo. Liwakute nini wanaomsema Wema kwamba pengine mimba yake ni ya plastiki, pengine hasa kwa sababu ni maneno ya uzusha ya mama, liwakute nini? Kwa kweli Mungu anajua la kuwapa, anajua yeye. Mimi siwezi nikasema watapewa hivi, pengine wameshastaafiru huko. Usikute hivyo. Wameshasema kama ni Waislamu, astaghfirullah. Nimejisikia vibaya, Mwenyezi Mungu nisamee, yani kinyume. Kama Wakristiano tena washasema Mungu Baba tusamee. Yote hayo wameyasema. Kusema kweli binadamu hajawahi kuridhika na lolote. Wamesemwa mitume,
itakuwa sisi binadamu? Hebu niambie, sisi watu wa kawaida tu, watu dhaifu. Kwa binadamu kusema kitu cha kawaida, wanasema watu na watu, zinasemwa mimba, zinazaliwa. Ndio hivyo, wamesema mimba ya plastiki, wamekuja kuona mtoto hawakubali, wanasema mtoto wa AI. Haya, hebu niambie. Kwa maana Wema asijaribu kuwajibu watu. Kae kimya, na unaambiwa ukimya kitu kizuri sana. Kwa yani mtu akikwambia kitu kibaya, ukijisikia kumjibu mbloki. Kitu kizuri hivyo. Usione vitu vyako. Asione vitu vyako. Sasa wewe hakupendi, sasa vitu vyako vya nini? Usije kuwa wanampenda lakini ndio hivyo tu midomo yao. Pengine sasa kutaka kumfanya mwenzao asilee mtoto wake vizuri. Asiwe na maisha yake, asienjoy maisha yake ya kuwa kazaa. Sio kitu kizuri. Tukumbuke naye ni binadamu kama sisi. Mnawahi sana kuwaposti watoto mitandaoni. Kumposti mtoto mitandaoni sio kitu kizuri. Hasa akiwa mchanga. Kusema kweli, kuna hii watu, macho ya watu. Mara nyingi sisi tunaambiwa macho ya watu sio mazuri. Hata kwetu sisi, mimi kama sio hii kazi, mimi mtandaoni nisingekuwepo kusema kweli. Kwa sababu huwezi kujua yanayonipitia mtandaoni mangapi. Saa nyingine natukanwa, watoto wangu wanaona, yani na wao wana moyo, wanaumia, lakini wakiangalia mama yetu ile ndo kazi yake inayompatia riziki. Kwa hiyo wanaona tumwache tu aendelee na kazi yake na maisha yake. Lakini kwa kweli dunia inakwenda pabaya sana sana. Kumnyanyasa mtu wanaona kama ni kitu cha kawaida, na wakati kila unachomfanyia mwenzako hivyo, na wewe kuna siku kitakurudia. Kabisa mama. Sasa nataka utoe ushauri wako kwenye hili. Nimeona wanawake sasa hivi umekuwa ni mjadala mkubwa. Mama yetu Pastor Rose Shaboka juzi alikuwa akizungumza na wanawake, na ilikuwa ni seminar hivi, japokuwa na wanaume kadhaa pia walikuwepo. Akazungumza kwamba sasa hivi mwanamke kuolewa tu kabaki kuwa mwanamke wa ndani, pia kuna namna ambayo pengine inapunguza thamani ya mwanamke, kwa sababu anakuwa anamtegemea mwanaume pengine huko umezeeka katafuta mwanamke mwingine. Usia kama ule, yani wanawake wajiongeze pia, wasitegemee tu mwanaume. Kwenye hili hasa mama, ulivyolisikia hasa wewe kwa upande wako mama, nini ambacho kilikujia? Yamezungumzwa mengi mama. Kwa kweli, kwanza kuna kitu amesema kwa yeye ana degree 4. Hawezi kufua boxer. Sasa hapo nikwambie. Asante kwa kutazama interview hii. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare.